Naitwa Damas Damian, ni meneja ufuatiliaji na tathmini wa mradi shirikishi wa wasindikaji na wazalishaji wa maziwa Tanzania, mradi ambao uko chini ya Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania. Na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania ni benki ya serikali ambayo inamilikiwa na serikali kwa 100%, na ni benki ambayo lengo lake kubwa ni kuleta mageuzi katika sekta ya kilimo nchini, nikimaanisha kilimo mifugo, kilimo uvuvi na kilimo mazao, ili kuwafanya wakulima watoke kwenye kilimo cha kujikimu kwenda kwenye kilimo cha kibiashara, ili kuongeza kipato chao na kuchangia kwenye uchumi wa nchi. Na hapa tupo kwenye maonyesho ya wiki ya maziwa Tanzania ambayo yanafanyika hapa mkoani Iringa katika viwanja vya Mwembe Togwa. Na sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo tuko hapa kwa ajili ya kuwaeleza wananchi wa Iringa na Watanzania wote wanaoshiriki maonyesho haya juu ya huduma ambazo tunazitoa. Benki ya Maendeleo ya Kilimo katika kutekeleza majukumu yake inatekeleza miradi mbalimbali ili kuweza kuwafanya wananchi au wakulima Tanzania waweze kukopesheka kwa urahisi. Na mradi mmojawapo unaotekelezwa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo ni mradi shirikishi wa wasindikaji na wazalishaji wa maziwa Tanzania. Ni mradi ambao unafadhiliwa na shirika la Bill and Melinda Gates Foundation kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania. Na mradi huu lengo lake kubwa ni kuweza kuboresha mahusiano ya kibiashara kati ya wasindikaji na wazalishaji wa maziwa ili kuweza kuongeza kipato cha mfugaji au mzalishaji wa maziwa. Na mradi huu umetekelezwa kuanzia mwaka 2022 mpaka sasa, na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania kupitia mradi wa T3P umefanikiwa kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 42. Mikopo hii imeenda kwa wasindikaji pamoja na wazalishaji wa maziwa Tanzania. Lakini vile vile kupitia mradi huu umeweza pia kutoa mikopo kwa wasindikaji 17, ambapo wasindikaji hawa 17 wa maziwa wapo wadogo, wapo wakati pamoja na wasindikaji wakubwa, na wasindikaji wameweza kupatiwa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 22. Lakini vile vile kupitia mradi huu umeweza kugharamia ununuzi wa ng'ombe 3330, ng'ombe wa maziwa wenye ubora kabisa ambao wengine wamepatikana hapa nchini, wengine wamepatikana Kenya, Uganda na Afrika Kusini. Ng'ombe hawa wana thamani ya shilingi bilioni 11. Lakini kupitia benki hii, kupitia mradi huu wa T3P, tunafahamu kwamba wafugaji wetu walio wengi shughuli wanazozifanya hawawezi kukopesheka kwa urahisi. Ili kuweza kuwafanya wafugaji waweze kukopesheka, basi Benki ya Maendeleo Tanzania kwa kushirikiana na shirika la Heifer International liliamua kufanya jitihada za makusudi kupitia mradi huu kuunda vyama vya ushirika vya wazalishaji, ambapo mpaka sasa tumefanikiwa kuunda na kuimarisha vyama vya ushirika 45 katika mradi huu katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Lakini vile vile vyama hivi vya ushirika 45 vinakusanya maziwa kwa siku yenye ujazo wa lita 25,664 kwa siku, na walikuwa hawakusanyi kabisa. Kwa hiyo unaweza kaona kama katika maonyesho haya tunazungumzia kuhusu urasimishaji wa sekta, basi jitihada hizi zilizofanywa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania ni hatua nzuri kuelekea kwenye urasimishaji, kwa sababu tumewaweka wafugaji kwenye mfumo maalum na wanakusanya maziwa ambayo yalikuwa hayaendi katika utaratibu mzuri, sasa hivi yanaenda kwenye utaratibu mzuri. Na sio hivyo tu, benki hii ilifanikiwa kujenga vituo vya kukusanyia maziwa. Tumejenga jumla ya vituo 23, na vituo hivyo vina thamani ya shilingi bilioni 1.15, na vituo hivyo viko katika mikoa ya nyanda za juu kusini na mikoa ya kanda ya Ziwa. Na nadhani ndugu mtangazaji, kama unavyofahamu, mikoa ya kanda ya Ziwa kule ufugaji wengi wanafuga ufugaji wa kienyeji. Kwa hiyo kwa kupitia jitihada hizi za Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania, maana yake tunakwenda kuwabadilisha wafugaji wale. Tayari kuna miundombinu ya kukusanyia maziwa, maana yake maziwa yale yanayopatikana kule yataenda sasa katika utaratibu mzuri. Maana yake sasa hata wasindikaji watakuwa na uwezo wa kufuata maziwa kule, na kwa kufanya hivyo imechochea ari ya wafugaji kutaka kupata mikopo kutoka Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania, kwa sababu wanafahamu kabisa wanaweza kupata fedha kupitia ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Lakini kwa ujumla tumefikia jumla ya wafugaji 92,831, na wafugaji hawa wamefikiwa kupitia mafunzo pamoja na upatikanaji wa huduma za ugani ambazo zimetolewa kwa kushirikiana na shirika la Heifer International pamoja na Landiolex Venture 37. Lakini sio hivyo tu, tunafahamu ya kwamba wafugaji wetu hali zao za kiuchumi si nzuri. Kwa hiyo
pamoja na kwamba walikuwa na uhitaji wa kupata ng'ombe wa maziwa, lakini tunafahamu ng'ombe wa maziwa walivyo na bei ghali, na sisi tunafahamu kuwakopesha tu peke yake ingeweza kuwapa mzigo mkubwa kwenye ulipaji wa mikopo. Basi benki hii kupitia management ya Frank Nyabundege wakaamua waweke ruzuku kwa kila mfugaji atakaye kuja kuchukua mkopo wa ng'ombe, basi 25% inalipwa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania kupitia mradi wa TI3P, na mpaka sasa tumeweza kutoa ruzuku zenye thamani ya shilingi bilioni 1.4 kwa wafugaji 1216. Asante sana.